Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha vikosi vinne vya askari wanne wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakalilinda gereza. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika. Ondoka upesi, minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako. Akamfuata, wala hakujua ya maono. Tuseme amen. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru kwa sababu ya mchana wa leo. Neno hili ni lako na neno hili limekuja kwa ajili yetu watoto wako Bwana, tufunguliwe. Kila madhabahu ya mikosi balana misumu Yesu kapate kuondoa. Bariki kanisa, ubariki watumishi wako wote, wa mama, wazee na vijana, na hata viongozi wa kanisa hili Yesu kawabariki. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Tuketi kwa jina la Yesu. Nataka nishukuru Mungu kwa sababu ya siku ya leo. Hii Jumapili ya kwanza ya mwezi. Nashukuru kwa sababu ya mafundisho ambayo dada wetu alikuwa naye asubuhi. Yalikuwa ni mambo injili ya maonyo. Na ile injili ilikuwa ni injili ya urejesho, kwa sababu ya kanisa turejee sisi wote. Ilikuwa ni injili ya urejesho. Na iligusa kila mahali. Na hata siku ya leo mimi pia nimesimama na message hiyo ambayo pia inagusa katika maeneo yote. Na mambo haya ni mtumishi wa Mungu. Biblia inasema ya kwamba panapo majira yale Herode mfalme akanyosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa ni siku za mikate isiyochachwa. Praise the name of Jesus. Neno hili linatupatia mwongozo ama linatupatia mwelekeo kama kanisa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Linatupatia mwongozo na mwelekeo kama kanisa. Tuna majira tofauti, na yale majira ambayo tuko nayo siku ya leo hayana tofauti sana na yale majira ya zamani. Kwa maana kule nyuma watu walikuwa wanaishi, wanakula, wanakunywa mbegu isiyoharibika. Tumezaliwa katika mbegu ya Ibrahimu isiyoharibika. Bwana Yesu asifiwe. Na ujue shetani wa majira yale bado hajabadilika, ni ule bado angali anafanya kazi majira haya. Pepo bado halijawachilia watu. Bado shetani hajawacha kuinda maisha yako. Shetani hajawacha kuinda ndoa yako, watoto wako, kazi yako, hata masomo, hata huduma ambayo iko ndani mwako. Biblia inasema ya kwamba majira yale kulikuwepo na mfalme mmoja, jina lake aliitwa Herode. Na Herode alikuwa na uwezo na mamlaka katika majira na lile taifa la Waisraeli. Yale majira Biblia inasema wakati Herode alipokuwa anaona watu wanaenda kanisani, anaona watu wanaomba, anaona watu wanamtumikia Mungu, anaona watu wanaimba, anaona watu wanapenda ibada za kanisani, wale Wayahudi wakaenda wakapeleka mashtaka juu yake, wakaanza kuongea kinyume na watu wanaomtumikia Bwana. Vile
vile wewe na mimi vile unavyomtumikia Bwana na unapoingia katika nyumba ya Bwana, kuna watu ambao hawana amani na wewe, kwa maana walijaribu wakashindwa. Wengine wanapokuona naingia kanisani, wengine wanakuita majina, wanasema anajifanya. Sisi tulienda na tukawacha wang'ang'ane. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba Herode mfalme akanyosha fimbo yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa, akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga. Bwana Yesu asifiwe. Yaani mtu anainua upanga anachinja ndugu yake kwa sababu ya kuenda kanisani. Watu ambao wanalipishwa gharama kwa njia ambayo si utaratibu wa Mungu. Herode alipomuua Yakobo ndugu yake, alipomuua Yohana ndugu yake Yakobo kwa upanga, Biblia inasema akaona imependeza Wayahudi, akaendelea tena akakamata Petro mtumishi wa Bwana, akamweka ndani ya jela, kwa maana alikuwa ni mfalme, alikuwa na serikali, alikuwa na sheria ya nchi, alikuwa na katiba, alikuwa na mafarasi, alikuwa na kila kitu. Biblia inasema akashika Petro akamweka ndani ya jela. Yaani kwanza ameua Yohana ndugu yake Yakobo kwa upanga. Wakati aliona wanadamu wanamshangilia, akaendelea tena akashika Petro akamweka ndani ya jela. Praise the name of Jesus. Leo hii mtu anaweza kosa kukuua na panga, anaweza kosa kukuchinja na panga, lakini anaweza ua kipawa ambacho kiko ndani mwako, anaweza ua baraka ambazo ziko ndani mwako, anaweza ona juhudi ulionayo kwa kazi ya Bwana, akaanza kusema huyu ameanzia wapi? Sisi hatukufanya kazi ya Mungu tukafika kiwango hii. Huyu alianzaje akafika hapa? Mpaka mtu anakutananga na wanasema bado unaendanga kwa kanisa, bado unaendanga kule kwa hiyo kanisa. Bwana Yesu ainuliwe. Yaani ni kana kwamba kuna uwezo, lakini ukiangalia katika ulimwengu roho, huyo mtu amevaa roho ya Herode inakaa ndani mwake. Kwa maana Herode aliinua upanga kuwatenda mabaya. Biblia inasema ya kwamba akiona imependeza Wayahudi, akaenda akakamata. Bado tungali katika vita, tungali katika safari. Shetani hatawachana na wewe. Shetani bado anawinda maisha yako. Wakati anakuona umesimama, anarudi anaenda anakamata watoto. Wakati anaona watoto wako salama, anaenda anakamata kazi ya mikono yako. Wakati anaona kazi iko salama, anaenda anakamata mke wako. Wakati anaona mama amesimama, anaenda anakamata mume wako. Akiona kama jamii umesimama, anainuka anaenda anakamata. Bwana Yesu asifiwe. Anaanza kuataki jamaa yote kwa ujumla. Haleluya. Ndio maana wakati ambapo wewe ulikuwa mwimbaji, Bwana Yesu asifiwe, unaanza kujiuliza nilikuwanga tu mzuri, ni nini siku hizi inaendelea? Hata nimekuwa na roho ya uvivu, hata kuingia kanisani unapata uvivu. Nataka nikwambie Herode ameinua silaha yake, lakini kwa sababu ya neno la Bwana ninakwambia utasimama tena kwa jina la Yesu. Herode ameinua silaha yake, hataki kuona kazi ya Bwana inaendelea, lakini kwa sababu ya neno la Bwana, mama utasimama tena, utasonga. Kijana utasimama, utaendelea mbele. Vijana wadogo mtaendelea katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Alishindwa kumkamata kumuua Petro, lakini akaona ni vyema amweke ndani ya jela. Bwana Yesu asifiwe. Alishindwa kumuua, lakini akaona amweke ndani ya jela. Leo mtu anaweza kosa kukuweka ndani ya jela ya kawaida ya macho ya mwili, lakini aweke maisha yako ndani ya jela ya wachawi. Aweke fedha zako ndani ya jela ya waganga. Aweke ndoa yako ndani ya jela. Aweke baraka zako ndani ya jela. Leo nataka nikwambie kwa jina la Yesu, wakati wa Petro kanisa lilisimama, na leo nataka nikwambie kanisa litasimama. Litasimama kwa sababu ya Petro ufunguliwe. Litasimama kwa sababu ya mama ufunguliwe. Litasimama wazee tena wafunguliwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa liliporudi ndani ya maombi,
mambo yakaanza kubadilika. Haleluya. Mambo mengine utangangana bila maombi haiwezekani. Kuna mambo mengine utasukuma na akili yako, but without prayer hakuna jambo lolote litafanyika. Hello? Am I talking to somebody? Am I talking to somebody? Clap for Jesus. Bwana Yesu apewe sifa. Biblia inasema ya kwamba kanisa liliomba. Wapi? Mama Yesu anauliza wapi ile bidii ilikuwa, kwa maana tunaporejea ndani ya ile bidii, shetani hatakuwa na uwezo juu yako. Magonjwa haitakuwa na uwezo juu yako. Watoto wako hawatafungwa tena, watafunguliwa. Maisha yako inabadilika, itakuwa vile ilivyo. Jamii ambayo umezaliwa ndani, mambo itabadilika. Bwana Yesu asifiwe. Wakati kanisa liliporudi kwenye pamoja ya maombi, nguvu ya kanisa ni maombi. Praise the name of Jesus. Nguvu ya Mkristo ni maombi. Mtu asije akakudanganya. Wakati Petro alipowekwa ndani ya jela, Biblia inasema wakati labda walijaribu kumtoa na kashfi ikashindikana, labda wakajaribu kumtoa na nini ikashindikana, lakini wakati walipoenda ndani ya maombi, Biblia inasema walishurutisha malaika wa Bwana akateremka kutoka mbinguni. Labda alikuwa ni malaika Gabriel, alileta habari akasema ya kwamba huyu mtu wa Mungu afunguliwe. Ninataka nikwambie ndani ya ile jela uko ndani, Yesu anaenda kutuma msaada wake mchana wa leo. Ndani ya ile mateso mama unapitia, Yesu anaenda kutuma msaada mchana wa leo. Kijana ndani ya ile bilia ambayo unapitia, Yesu anatuma msaada mchana wa leo. Wewe kanisa la Bwana, Yesu anaenda kutuma msaada. Anatuma neno la uponyaji mchana wa leo. Hautabakia jinsi ulivyo tena, bali maisha yako yanaenda kubadilishwa. Ni kama ninaongea na watu, ni kama naongea peke yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna siku ambayo Mungu anawachanga watu wake tena. Bado shetani hakumwachilia. Shetani bado alimuinda kwa njia zote. Ninataka nikwambie siku ya leo, katika kazi ambayo naifanya, usipokuwa na mpinzani ambaye ni ibilisi, hautatafuta uso wa Bwana. Petro alikuwa mtumishi wa Bwana wa kweli. Hata kama alimkana Yesu, lakini alitubu. Bwana Yesu apewe sifa. Petro alikula na Yesu, alitembea naye, lakini angalia, shetani hakumwachilia. Hata na wewe inafaa ujue shetani hawezi akakuachilia, lakini unapokuwa chini ya mkono wa Mungu, mkono wa Mungu ndio ulio hodari. Yesu anaenda kulea tena maisha yako. Yesu anaenda kubadilisha ushuhuda wako. Yesu anaenda kubadilisha njia zako. Anaenda kubadilisha maisha yetu tena. Bila vifunga ambavyo shetani ametumana, havitakuwa na uwezo juu ya maisha yako. Haleluya. Havitakuwa na uwezo. Unaweza kaangu anasema na mimi nilikosea wapi? Halo. Nilipokuwa na kazi nilikuwa natumikia tu Mungu vizuri, na nikitenda haki ya Bwana. Na sasa hii kazi yenyewe sina. Ni nini Mungu nilikuwa nafanya vibaya? Hautafanya vibaya. Hata Petro hakutenda vibaya, lakini shetani hakuachilia Petro, kwa maana alijua kilicho ndani mwake ni kikubwa, na kilichokuwa ndani ya Petro alikuwa ni Mungu mwenyewe. Na wacha nikwambie siku ya leo mpendwa, kuna uwezekano madai na mapingamizi mengi. Kilicho ndani mwako ni kubwa, ambayo ni jina la Yesu. Katika mateso nenda na jina la Yesu. Ndani ya mashimo enda kwa jina la Yesu. Katika mashitaka enda kwa jina la Yesu. Hata unaposhitakiwa enda na jina la Yesu. Wanapokudharau nenda kwa jina la Yesu. Yesu atakutoa ndani ya jela ambayo wanadamu wamekuweka. Haleluya. Wanadamu hawaogopi hata watumishi wa Bwana. Hawaogopi hata waombezi. Hawaogopi hata wamama na wazee na vijana wanaomtumikia Bwana. Shetani anapofanya kazi, hafanyi kazi ndani ya hizi mbao. Pepo ni malaika, linavaa mwili wa mwanadamu na linaingia ndani ya mwanadamu. Linarejesha ile piti ambayo kanisa lilisimama.
Rejesha ile bidii ya maombi ndani mwako. Rejesha ile juhudi ya kanisa ndani mwako. Yesu ako tayari kwa ajili yako mchana wa leo. Hautabaki jinsi ulivyo tena. Ninajua mambo yanabadilika. Kuna hali inaendelea pako unasema na hii nitaweza. Ukiangalia huku hakuendeki. Huku hakupitiki. Mahali umetoka imefungwa mlango. Mahali unaenda unaona ni milima. Ninakuambia ita jina la Yesu. Ita jina la Yesu. Ita jina la Yesu. Usinyamaze, ita jina la Yesu. Yesu ndiye msaada wa kweli. Yeye sio kama mwanadamu atabadilika. Akiahidi atatenda, atatenda. Akisema atabariki, atabariki. Akisema anafungua, Yesu anafungua. Akisema anafungua, anabariki. Bwana Yesu asifiwe. Endelea kumwongojea Bwana. Kuna wale wanaongojea pesa yao. Kuna wale wanaongojea tajiri yao. Kuna wale wanaongojea magari yao. Kuna wale wanategemea vitu vyao. Lakini Petro alimtegemea Yesu. Kanisa la mitume litegemea jina la Yesu. Kanisa la mitume litegemea maombi. Waliposhikana wakaomba mahali pale. Hata Paulo na Sila walipowekwa ndani ya jela, Biblia inasema Paulo na Sila usiku wa manane walikuwa wanaimba na wanamtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuambia wakati mateso yanapokuwa mengi, haimaanishi kwamba Yesu amekuacha. Haleluya. Mungu anaweza kuwekea tu testi kidogo. Testi kidogo tu. Praise the name of Jesus. Na lile jaribu linapokuja, wakati unapopita ndani ya lile jaribu, Yesu ametengeneza mlango mwingine. Hautapita ndani ya majaribu na ubaki hivyo. Ukisha stahimili majaribu, Yesu anakuinua tena. Ninataka nikwambie tumeteseka ya kutosha, lakini kwa neno la Bwana amka tena usonge. Mahali ambapo shetani alikukwamishia, amka tena usonge mbele kwa jina la Yesu. Amka tena utembee kwa jina la Yesu. Toka ndani ya kukwama na vifungo. Yesu akiingia ndani yako mambo inabadilika. Alipoingia ndani ya jela ya Petro, Petro alifunguliwa. Naomba. Lakini ukifikiria nyumbani mambo si sawa. Umesikia maandiko yanasema Mungu alituma nini? Malaika wa Bwana. Bwana Yesu ainuliwe. Malaika alienda mpaka ndani ya jela. Sasa wewe uko mahali hapa. Ambia Mungu atume malaika wake kwa nyumba. Mungu atume malaika yake kazini. Mungu atume malaika yake hospitali. Mungu atume msaada wake kwa jamii. Kuna kitu ambacho Yesu anaenda kufanya. Hautabakia jinsi ulivyo tena. Wakati kanisa lilipoomba kwa juhudi, hata Petro mwenyewe hakuamini. Kuna mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna mambo mengine lazima ujue. Haleluya. Ya kwamba Yesu ametenda. Kwa maana muujiza unapokuja, Yesu analeta muujiza kukutia imani. Na ndani ya ile jaribu imani inapatikana. Unapokuwa ndani ya jela usilie. Usione ni kana kwamba Mungu amekuacha. Wakati Petro aliporuhusiwa akaingia gerezani, hapo ndipo Mungu aliangalia imani ya mitume. Unaona mambo mengine hayaendi vizuri, rudi ndani ya maombi. Haleluya. Rudi kwa maombi. Rudi kwa maombi. Rudi kwa magoti. Bwana Yesu asifiwe. Watoto waende vizuri. Watoto rudini kwa magoti. Wamama rudi. Kila vifungo vyote vinaondoka. Kila jela zote zinaondoka. Mamlaka ya kuzimu inaondoka. Miroho za magonjwa zinaondoka. Miroho za vipingamizi zinaondoka. Roho ya ukanga na uchawi Yesu anaondoa. Miroho za makaburi zinaondolewa. Jela na mapepo zinaondolewa. Vipingamizi vyao vinaondolewa. Unafunguliwa katika jina la Yesu. Unafunguliwa katika jina la Yesu. Kupitia ndani mwako kuna watu watafunguliwa. Unaweza simama uombe. Kupitia ndani mwako na jamii yenu yote ifunguliwe. Kupitia ndani mwako nyumba yenu ifunguliwe. Kupitia ndani mwako kazini upate muujiza. Kupitia ndani mwako uponyeshe watu wengi. Kwa hivyo sikate tamaa unapomuita Bwana. Wakati Petro alikuwa amefungwa minyororo, na tazama Biblia inasema mishu, yani walikuwa wamefunga minyororo miguu, wamefunga minyororo mikono, yani mtu ako ndani na analindwa na askari. Ninakuambia angalia yale
mateso, wale waliofunga minyororo miguu yako, waliofunga mikono yako na minyororo, waliofunga baraka zako na miguu yao, siku ya leo Yesu atende muujiza, wafunguliwe kutoka ndani ya minyororo zao, kutoka ndani ya jela za wanadamu. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Ni wanadamu walioweka Petro ndani ya jela. Haleluya. Ndugu, unaweza kuwa unaishi maisha unang'ang'ana, unapata opportunity inapatikana, lakini upati ukiingia. Si ya kwamba Mungu ajui, Mungu anajua. Lakini wewe usiposimama na wewe uangalie ile jela ambayo kumulika macho, unaangalia mazingira ambayo uko ndani, unaanza kuambia Mungu, hizi jela ninakataa, hizi jela za umasikini, ninakataa hizi jela za magonjwa, ninakataa hizi jela za mifarakano, ninakataa hizi jela za watu walioshindwa, ninakataa madai yao, ninatoka ndani ya vifungo vyao. Vitu vingine lazima ukatae. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Kataa katika jina la Yesu. Bora unaweza kuwa na kuomba Mungu unalia, lakini hauna imani, mambo yanakuwa magumu. Biblia inasema ya kwamba kanisa liliomba Mungu kwa juhudi. Yesu anauliza ile juhudi ilienda wapi? Ile bidii ambayo ilikuwa naye ilienda wapi? Ile bidii ambayo ilikuwa naye Yerusalemu ilienda wapi? Ile bidii ilikuwa naye uishaji ilienda wapi? Ni nini ambayo ilifanya mpaka ukaregea? Hata una nguvu unaposimama kwa nyumba ya Bwana. Unapata unakaa kama umelemewa. Kwa nini usiwaachilie bila vifungo viondoke? Kwa nini usiwaachilie zile jela ziende? Kwa nini usiambie ile minyororo alikufunga? Bwana Yesu asifiwe. Unatembea lakini unasikia wewe ni mzito, ni minyororo. Unajaribu kufanya hiyo uwezi, ni minyororo. Labda ni mashangazi, labda ni mababu, labda ni wajomba, labda ni jamii tumezaliwa ndani, labda ni watu ambao. Ninakusihi kwa jina la Yesu mchana wa leo, usiondoke ndani ya ibada hii bila kufunguliwa. Yesu ameleta neno hili, wa mama mfunguliwe, wazee mfunguliwe katika jina la Yesu, wa mama mfunguliwe katika jina la Yesu, vijana funguliweni katika jina la Yesu. Kila roho yote ya misimu ya minyororo tunakataa katika jina la Yesu. Hey! Yesu achukue nafasi. Haleluya. Unaweza kuwa naombea ndoto. Kwa maana Petro alipokuwa ndani ya jela, Biblia inasema taa ilimulika mle gerezani, na malaika akaenda akamchapa upavuni. Alipomchapa akamwambia jifungue. Biblia inakuambia ile minyororo ilikatika yenyewe. Vile vifungo vilikatika yenyewe. Hata askari hawakuwa na uwezo. Hata bunduki zao hazikuwa na uwezo, kwa sababu Yesu alikuwa ameingia ndani. Ninakuambia kile kifungo chochote kilicho kinyume ambacho wanadamu walifanya na maisha yako, hakitakuwa na uwezo juu ya maisha yako, hakitakuwa na uwezo ndani ya maisha yako. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu anapoingia ndani yako, ushindi unapatikana, vilio vinaenda, mateso yanaondoka, huzuni inaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Jitie nguvu katika jina la Yesu. Jitie nguvu. Petro alipoambiwa aondoka kuamini. Na wewe nataka nikwambie Yesu kabla halijatendeka. Kwa maana wakati Mungu anapokusurprise, anakuinua, wanaanza kushindwa ni mimi. Bwana Yesu asifiwe. Tujitie nguvu, Yesu anaweza. Vifungo vyote vinaondoka kwa jina la Yesu. Madhabahu yanavunjika ya waganga kwa jina la Yesu. Roho za magonjwa zinaondolewa kwa jina la Yesu. Pepo la umasikini linaondoka kwa jina la Yesu. Roho ya ufukara zinaenda kwa jina la Yesu. Amini, Yesu anaweza kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anaweza yasiyowezekana. Iliyoshinda wanadamu, Yesu anaweza. Yesu makofi mazuri. Umeng'ang'ana. Haleluya. Herode yuko kwenye zao. Herode anafanya kazi. Watu wamejana injili ya namna nyingine. Hawataki kuona Mungu wake akifanya kazi. Wewe funga masikio. Tazama Yesu ndiye msaada wako.
Tazama msaada wako unatoka mbinguni. Tazama uponyaji wako unatoka juu mbinguni. Haijalishi wanadamu wanasema mangapi, kwa sababu hata unapokosa watasema, ukikosa kutenda watasema, ukibarikiwa wanadamu wataongea, ukifunguliwa wanadamu wataongea, hata ukikosa tena wataongea. Wanadamu ni wale wale, lakini Yesu amekamilisha, atakayekamilisha. Jina lake ni Yesu Kristo. Ng'ang'ana nayo ndani ya ile mateso, atafanya mlango ndani ya ile milia, atakupanguza machozi ndani ya ile huzuni, atakupatia furaha ndani ya ile kushindwa. Yesu atakuinua. Hata wakati mwingine unakataliwa, ndani ya ile kukataliwa Yesu anatenda jambo. Bwana Yesu apewe sifa. Unapokataliwa mrudie Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi katika generation mbaya, ni siku za mwisho. Watu wanajitenga na imani, upendo wa wengi unapoa. Watu hawataki Mungu, wanatafuta maneno. Hawataki kutafuta neno la Mungu, wanatafuta maneno. Wanatafuta kukosoa mpaka kazi ya Mungu. Yaani wanadamu kazi yao walipewa vidole vingine. Lakini wewe mkono wako inua juu mbinguni. Wewe mikono yako inua kwa Bwana Yesu. Mambo yako yote patie Bwana Yesu. Usiangalie vile wanadamu wanaenda. Wewe angalia vile Mungu anataka uende, na utapata kushinda kupitia kwa magoti. Usichoke kupiga magoti yako chini. Ushindi wako unapatikana kwa magoti. Baraka zako zinapatikana kwa magoti. Ndoa yako inapatikana kwa magoti. Ndoa yako itasimama kupitia kwa magoti. Hata masomo yako yanapita kupitia kwa magoti. Watoto watabarikiwa kupitia kwa magoti. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kazi ya mikono yako itabarikiwa kupitia ndani ya magoti. Usichoke kumuita Bwana. Usichoke. Haleluya. Na ndio maana wana wa Israeli wakati walipokuwa wanatoka Misri kwenda nchi ya ahadi, na Joshua na Musa mtumishi wa Bwana, alikuwa ni Musa ama Samuel? Halo, hii darasa iko sawa? Bwana Yesu asifiwe. Ni nani aliyetoa wana wa Israeli? Alikuwa ni Musa ama Samuel? Wanafika mahali wanachoka, miaka 40 wanatembea jangwani. Biblia inasema wengine walichoka barabarani, wengine wakaanza kulalamika, wakasema haungetutoa kule Misri, kwa maana kule Misri tulikuwa tunakula tunakunywa, mbona ulitupandisha huko tukapitia mateso? Biblia inasema wengi waliangamizwa jangwani, lakini wale ambao walivumilia, Biblia inasema walifika kwenye nchi ya ahadi. Hii safari inahitaji uvumilivu. Bwana Yesu apewe sifa. Hii safari inahitaji waliokubali, hata kama changamoto ni mlima, hata kama wanatembea miguu chini, hata kama hawana kitu cha kujikinai. Yesu yuko kwa ajili yako mpendwa. Usichoke katika safari hii, kwa maana Biblia inasema yule atakayevumilia mpaka mwisho, huyo ndiye atakayeokoka na kuvalishwa taji. Kwa hivyo si hesabu ati niliokoka kitambo ninajua. Bwana Yesu asifiwe. Niliokoka kitambo. Nimekaa kwa wokovu miaka mingi. Haijalishi. Mungu anaangalia katika safari ya wokovu, ulitenda mapenzi yake. Ulisikia sauti ya Bwana. Ulienda ukafanya vile Mungu alitaka. Mungu anaangalia finishing yako ni namna gani. Kwa maana unaweza anza kitambo, lakini ufike mahali uchoke na urudi kando ya uwanja waanze kuwa shabiki wa kupigia wachezaji makofi. Toka ndani ya roho ya ushabiki. Toka ndani ya roho ya ushabiki. Ingia ndani ya uwanja wa wachezaji. Hata na wewe pia ufunge bao kwa goli la adui. Yesu atakuvalisha taji unapokuwa mchezaji, kwa maana unapocheza utashinda, na unaposhinda lazima utatuzwa. Bwana Yesu apewe sifa. Usiangalie wale watu ambao ni mashabiki. Mimi naona katika hata mbio unapata hata master wanakimbia wanasukuma wanawasukuma wakipiga. Sasa wanafikiria ule ulikuwa unakimbia na yeye, kumbe amekuwa shabiki hatuzwi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini mchezaji anatuzwa. Wakati kanisa lilipoomba kwa juhudi, Mungu alituza Petro ndani ya jela, alimtuza na msaada wa kumfungua. Wakati ambapo utakaposimama uombe, Yesu
atakutunza na msaada ukafunguliwa. Ninakutia moyo mchana wa leo, usikate tamaa katika safari, usikate tamaa katika maombi, usikate tamaa kutenda kazi ya Bwana, usichoke kumtumikia Mungu kwa uaminifu, kwa maana yeye ndiye aliyeanzisha na Yesu ndiye atakayekamilisha. Simama imara kwenye imani, nawe Mungu atakubariki. Bwana Yesu asifiwe. Simama imara. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Petro alipotoka ndani ya jela, hakuamini. Wewe kuna mambo ambayo unaangalia, hata ukiangalia unasema na hii sijui kama hii roho itaniondokea, sijui kama hili jambo litaniondokea.